Urusi imezindua shambulio kubwa la ndege ambazo hazina rubani huko mji mkuu wa Ukraine maarufu kama Kyiv usiku wa kuamkia Oktoba 26, yani siku ya leo Jumapili, na kuua watu wasiopungua 3 na kuwajeruhi wengine wasiopungua 29, wakiwemo watoto 7 katika mashambulizi dhidi ya majengo ya makazi jijini humo. Huduma ya dharura ya serikali ya Ukraine imeripoti hivyo. Milipuko mingi iliweza kusikika huko mji mkuu wa Kyiv kuanzia saa 2:35 asubuhi kwa saa za huko, ambako pia taarifa ya ripoti ya waandishi wa habari imeweza kueleza hivyo. Maafisa walibainisha kuwa ulinzi wa anga uliweza kuanzishwa ndani ya jiji hilo wakati wa shambulizi hilo. Naye meya wa Kyiv Bwana Vitali Klitschko ameripoti ya kwamba jengo la makazi la orofa 9 limeshambuliwa huko wilayani Desyansk ya jiji na kuharibu orofa ya pili na ya 3 ya jengo hilo. Naye mkuu wa utawala wa jeshi wa jiji la Kyiv Bwana Temur Tkachenko amesema kwamba kituo cha makazi cha orofa 16 kilishambuliwa katika wilaya ya Desyansk na kusababisha moto, ambapo vioo vimeripotiwa kuvunjika kati ya orofa ya kwanza na ya 9 ya jengo hilo. Huduma ya dharura ya serikali ya Ukraine baadaye iliweza kuripoti ya kwamba mashambulizi dhidi ya jengo refu katika wilaya ya Obolonsky hayakutokea licha ya ripoti za awali. Kwa mujibu wa video zilizowekwa kwenye mitandao ya kijamii, zinaonekana kuonyesha moto mkubwa katika moja ya majengo yaliyoathiriwa, na hakuna taarifa iliyopatikana mara moja kuhusu hali ya waathiriwa waliojeruhiwa na shambulizi hilo. Shambulizi la hivi punde huko mji mkuu wa Ukraine Kyiv linakuja usiku mmoja tu baada ya vikosi vya Urusi kushambulia mji mkuu wa Ukraine kwa makombora ya balistiki katika shambulio lililosababisha watu 2 kupoteza maisha na kujeruhi wengine 12. Urusi imeshambulia miji ya Ukraine mara kwa mara, ikiwa ni pamoja na Kyiv, kwa kutumia ndege zisizo na rubani tangu kuanza kwa uvamizi kamili wa Moscow mnamo Februari ya mwaka 2022. Na katika mwezi uliopita kupita, jeshi la Urusi limeongeza mashambulizi yake dhidi ya miundombinu ya nishati na kulazimisha Ukraine kuanzisha kuzima kwa umeme nchini humo. Klitschko aliwahi kuonya mnamo Oktoba 23 ya kwamba Kyiv inajiandaa kwa kile ambacho kinaweza kuwa kigumu zaidi wakati wa baridi tangu kuanza kwa uvamizi kamili wa Urusi Februari ya mwaka 2022. Donald Trump pia, rais wa Marekani, ametangaza kuwa hawezi kupoteza muda wake wa kukutana na rais wa Urusi Vladimir Putin. Licha ya taarifa hiyo ya mashambulizi ya Urusi, ama licha ya kile ambacho pia kimeripotiwa huko mji mkuu wa Ukraine maarufu kama Kyiv kukutana na mashambulizi makubwa asubuhi ya leo ama usiku wa kuamkia leo kwa saa za huko ikiwa ni asubuhi, basi pia taarifa nyingine ambayo nakupenyezea muda huu ni kuhusu rais wa Marekani Donald Trump, ambaye amesema hawezi kupoteza muda wake kukutana na rais wa Urusi Vladimir Putin. Rais wa Marekani Donald Trump alisema mnamo Oktoba 25 ya kwamba hana mpango wa kukutana na Putin ama rais wa Urusi Vladimir Putin aone njia iliyo wazi ya kufikia makubaliano ya amani kati ya Urusi na Ukraine. Watalazimika kujua kwamba watafanya makubaliano, hatapoteza muda wake, Trump aliwaambia waandishi wa habari ndani ya Air Force One, akiongeza kuwa siku zote amekuwa na uhusiano mzuri na Vladimir Putin, lakini hii imekuwa ya kukatisha tamaa sana. Trump amesema alitarajia amani nchini Ukraine iwe rahisi kufikiwa kuliko mafanikio mengine ya diplomasia, ambapo alidhani hii ingeenda muda mrefu kabla ya amani katika Mashariki ya Kati. Alisema ukiangalia India na Pakistan, unaweza kusema karibu mojawapo na makubaliano ambayo tayari amefanya. Alidhani yangekuwa magumu zaidi kuliko Urusi na Ukraine, lakini haikufanikiwa kwa njia hiyo. Kuna chuki nyingi kati ya hizo mbili, kati ya Zelensky na Putin kuna chuki kubwa, Trump amesema. Siku 2 mapema, katibu wa habari wa ikulu ya White House nchini Marekani anayefahamika kama Caroline Levitt alisema mkutano wa kilele wa Trump na Putin bado haujakamilika kabisa. Rais pia ameelezea kwa muda mrefu kukerwa kwake na Vladimir Putin na kusema ukweli pande zote mbili za vita hivyo, na amekuwa akisema kila mara ili kujadili makubaliano mazuri ya amani. Pande zote pia zinahitaji kupendezwa na makubaliano mazuri ya amani, Levitt alisema Oktoba 23, na kuongeza kuwa Trump ameona hakuna maslahi ya kutosha na hatua za kutosha kutoka Urusi kuelekea amani.
Rais na utawala mzima wanatumai ya kwamba siku moja hilo linaweza kutokea tena, lakini wanataka kuhakikisha kwamba kuna matokeo yanayoonekana na chanya kutoka kwa mkutano huo na kwamba ni matumizi mazuri ya wakati wa rais. Maoni ya Leviti yalikuja siku moja baada ya Washington kuweka vikwazo vyake vya kwanza dhidi ya Moscow tangu Trump achukue madaraka, ambako Oktoba 22 Marekani iliidhinisha kampuni mbili kubwa za mafuta za Urusi, Rosneft na Lukoil pamoja na matawi yake. Waziri wa Hazina Scott Bessent alisema hatua hizo zinalenga kushinikiza Kremlin ikubali kusitisha mapigano. Sasa ni wakati wa kusimamisha mauaji na kusitisha mapigano mara moja, aliweza kusema hivyo kiongozi huyo. Na huu ndio mwisho wa ripoti ya muda huu. Taarifa zaidi pia zinafuatia baadaye. Endelea kunitembelea na kutufuatilia kila siku kwa ripoti zaidi kutoka vita ya Urusi pamoja na huko nchini Ukraine, lakini pia kimataifa zaidi. Asante kwa sasa na pia karibu sana hapo baadaye kwa taarifa zingine zaidi siku ya leo.